Naam, karibu tena kwenye Mbavu TV Online, na tunakukaribisha na tunaamini kwamba mzima wa afya, na ni siku nyingine ambayo tunakuletea taarifa kamili kwa yale ambayo yanaendelea katika mashamba ya vita hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wabembe wengi walitamani kujua kwamba Fizi, hali ya Fizi ikoje, hali katika territory ya Fizi ikoje, ambako imeripotiwa katika kikosi ambacho kinaongozwa na Jenerali Celestin Asani Mbakanyi, imesadikika waasi 20 wamejisalimisha kutokana na mapigano makali ambayo yaliendelea baina ya vikundi hivyo viwili, na ikiwa ni siku chache ambazo zimeripotiwa waasi kujiondoa bila shuruti baada ya mapigano makali na kushindwa vita katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na haya ndiyo yanayojiri huko katika tarafa ya Fizi. Kundi la CPLC pamoja wakishirikiana na FABBA ambalo inaongozwa na Jenerali Celestin Asani Mbakanyi imeeleza kuwa vinaendelea kuwa imara, tayari kuikomboa kila sehemu ya ardhi yetu iliyokuwa ikikaliwa kimabavu na waasi ama magaidi wa AFC M23, RDF, Twirwaneho, Red Tabara, FNL, Zambambema pamoja na washirika wao wengine, huku mapigano yakiwa makali baadhi ya maeneo mengine, lakini hapo Fizi ikiwa ni wimbi la kujisalimisha kwa waasi kutokana na mashambulizi makali yanayoendelea ya kishujaa dhidi ya vikosi ambavyo ni vya CPLC pamoja na FABB. Waasi 20 wameshindwa kuhimili presha ya vita na kuamua kujiweka wazi na kuachia silaha zao na kujisalimisha mbele ya vikosi vya Jenerali Asani Mbakanyi Celestin. Tukio hili limetokea katika mstari wa mbele wa mapigano kwenye muhimili wa Lulenge katika eneo la Fizi huko, na kufuatia mapigano hayo heshima kubwa imerudi katika tarafa la Fizi, huku jenerali huyo akiwahasa waasi wengine walioko na silaha huko katika mashamba ya vita ama waliojificha kwenye makazi ya raia, akiwadai waweze kujisalimisha wenyewe bila shuruti ili wapate haki zao za kibinadamu na kurejeshwa pale walipotokea. Wimbi hili la kujisalimisha linaonyesha wazi mafanikio ya wito uliotolewa na jenerali tariki 25 uliowataka waasi wote walioko msituni kujisalimisha bila hofu, na ameendelea kusisitiza kwamba katika muktasari wake alieleza kuwa kila muasi anayejisalimisha anapokelewa kwa utu, anapatiwa chakula na kukabidhiwa kwa usalama wa kijeshi wa FARDC. Usipoteze maisha yako kwa sababu ambayo tayari imeshindwa. Kufuatia mapigano hayo ambayo yanaendelea katika tarafa ya Fizi, imeleta picha mpya na heshima mpya baada ya walio wengi kusema kwamba taarifa za M23 kujisalimisha, taarifa za M23 kuondoka ni za uongo. Lakini haya yameleta majibu na kuonyesha kwamba haya, jamani, ndugu zangu wa Kongomani, ni ya kweli. M23 kujisalimisha, M23 kushindwa vita ni taarifa za ukweli. Ndugu zetu wazalendo wamesimama vizuri katika sekta ya upambanaji wakishirikiana na vikosi vya serikali ya FARDC, na huu ukiwa ni muda wa kusimama imara, ni muda wa kupigana, ni muda wa kuwa pamoja, sio muda wa usaliti tena. Kwa wenzetu wa Kongomani ambao walikuwa upande wa M23, ambao walikuwa upande wa waasi, sasa hivi wameanza kujisalimisha. Walio wengi wamerudi na wamepokelewa vizuri tu. Lakini kwa wewe ndugu zangu, kwa wewe ndugu yangu Mkongomani unaendelea kusaliti nchi yako, sijui kama utajifichia wapi.
huku tukiripoti taarifa nyingine ambayo serikali ya Kongo imevunja ukimya. Serikali ya DR Congo imevunja ukimya dhidi ya wapiganaji wa waasi na kudai kwamba vikosi vya waasi wa FDLR Interahamwe wanaombwa kujisalimisha, na wasipojisalimisha watakumbana na mapigano yasiyokoma, watakutana na vita isiyokoma. Serikali ya DRC na vikosi vyake vya wanajeshi FARDC vimeeleza kwa uwazi vitaanza operation mara moja za kijeshi ili kuondoa waasi wa FDLR, na itatekelezwa kwa nguvu na kwa hali ya juu dhidi ya makundi hayo. Interahamwe watakabiliwa na mashambulizi makali ya kijeshi ya kimfumo yasiyokoma. Hakuna eneo lolote la DRC, serikali ndiyo inayosema hivi, hakuna eneo lolote la nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo litakaloachwa nje ya udhibiti wa serikali. Kila ngome isiyo halali itavunjwa. Kila jaribio la vurugu la kiusalama litalazimishwa kuvunjwa na kudhibitiwa na vikosi vya FARDC. Hivyo basi, waasi wa FDLR ambayo inaitwa Interahamwe wanaombwa kujisalimisha mara moja na kujiondoa mahali ambao wamedhibiti. Tofauti na hivyo, mapigano makali yataanza dhidi yao na kuondosha katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivyo basi, muda huu umekuwa ni muda wa moto sana kwa serikali ya Kongo. Serikali ya Kongo imeanza kuvunja ukimya, imeanza kuongea, imeanza kutoa onyo kali, imeanza mashambulizi makali dhidi ya waasi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapa ilianza kwa waasi wa M23. Tumeanza kuona mafanikio upande huo. Imeanza kwa waasi wa M23, mafanikio yameanza kuonekana, mara moja wameanza kujiondoa. Hivi imefika kwa Interahamwe, wanaombwa kujiondoa mara moja. Inaendelea kusisitiza kwamba haitoacha nafasi yoyote idhibitiwe isiyokuwa halali, ama haitoacha nafasi yoyote ambayo inadhibitiwa na waasi. Sehemu yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatakiwa iwe chini ya serikali na sio kuwa chini ya mamlaka yasiyokuwa halali nje ya serikali. Hivyo operation kubwa ipo njiani kuanza ili kuwaondoa hao, huko tukishuhudia waasi wa M23 kuanza kujiondoa wenyewe. Bana, ni hatari sana. Kwa muda huu tupatie serikali nafasi. Kwa muda huu tunatakiwa tuangalie kile ambacho kinachoendelea, maana hii vita sio tena vita ya kitoto. Hii vita imekuwa ni ngumu. Serikali imeamua kuongea, serikali imeamua kutenda, na baadhi tumesikiliza baadhi ya maneno ya hawa washenzi, hawa waasi wengine wakiwemo Wanyamulenge, zaidi sana hawa Wanyamulenge, kusema kwamba Wakongomani ni wajinga, Wakongomani hawafikirii vitu, tumewamiliki kwa muda mrefu, sijui tumefanyeje. Huu ni ujinga, na watu kama hawa sio watu wa kuwaonea huruma hata kidogo. Mtu anayetoka katika nchi yake ya Rwanda na kuja kumiliki ardhi ya mtu mwingine Mkongomani na kuanza na kuanzisha mauaji ili amiliki eneo kama la kwake, huyo mtu ni mtu aina gani? Huyo mtu ni mtu aina gani? Kwanza kabisa tutambue kwamba hawa Wanyamulenge ni watu ambao walikuja kama wamesaidiwa, Wakongomani wamewasaidia nafasi
katika Kongo, kuishi nao ujirani mwema, lakini kumbe lengo lao lilikuwa sio hilo kabisa, kuwa na ujirani mwema. Ina maana wenyewe tangu wawe huko Rwanda, tangu wawe Uganda, walikuwa wana roho ya kudhibiti Kongo. Ndio maana mpaka muda huu anazidi kung'ang'ania kubaki katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini sasa imefika muda mambo hayo yakome. Muda huu sasa ni muda wa kutafuta amani. Wakongomani wamechoka. Wakongomani wamechoka manyanyaso. Wakongomani wamechoka kuishi katika taifa lao kwa uhuru. Inafika muda unashindwa kuwa na uhuru na kutembea, kuwa na uhuru na kufanya biashara. This is too much. Na taarifa zipo nyingi sana. Tufuatilie kupitia Mbavu TV Online, na kama hujaweza kusubscribe, tunakuomba uweze kusubscribe kupitia YouTube channel yetu, ili uwe unapata taarifa za moto na zile ambazo ni nyeti kabisa muda huu zinapanda hapa kupitia Mbavu TV Online. Kwaheri.